ya kunikimbia, maana uhai hapa ninao mkononi. Na ukisubutu kunikimbia nitakuua. Kwa hiyo nimekuja hapa, nimekuja kukwambia njoo kaa chini tuongee. Najua unachokifikiria, najua unachoenda kukifanya. Sasa hauna nguvu ya kwenda kunizidi mimi, lakini ninachotaka kukwambia, nenda kwa dada yake Kidao na kaka yake Kidao, nenda kajivua hicho unachoenda kukifanya. Nenda kwa Mambwende na mke wake, kawaombe msamaha, na usipofanya hivyo, nikirudi tena huko, jina lako litabadilika. Kiukweli mimi naonelea lile jambo kama tuishie hapa hapa, kwa sababu maswaibu ninaokutana nayo hata hayaelezeki, makubwa mno. Yaani napambana kabisa, lakini wapi. Sasa kwa namna nilivyokaa na kuskuti, nimeona ni bora tuishie hapa hapa. Sasa kaka, unajua fika mimi ndo nakutegemea wewe, na wewe tena unasema umevunjika moyo. Nikwambie kitu kaka, hata mtu anapopigana vitani hakubali kushindwa. Unatakiwa upigane mpaka tone la mwisho, mpaka uhakikishe hili jambo linaenda kukamilika. Sasa kaka, unaniambia umeshindwa, mimi nitafanya nini sasa? Na mimi wewe ndo unajua kabisa ndo nguzo yangu ilobakia. Hivi unajua kwa nini jana sikurudi? Jana mimi nilivyotoka hapa, nilienda kwa bwana Mambwende. Nifika kwa Mambwende kule tumekunjana. Baada ya pale mimi nikaendelea kwenye mambo yangu sasa, kuangalia namna gani nyingine naweza nikapata usaidizi kupata hivi vitu. Wakati niko njiani nakutana na kile kitoto. Sasa kile kitoto sijui ni, yaani sielewi ni kimalaika, kibwengo, kidude gani yani. Yaani hebu niambie, mtu anatokea juu huko anashuka chini ntwe. Wewe unaelewaje? Kama wewe unaweza ukabaki hapa, wewe unaweza ukabaki. Sasa swala hili mimi kwangu gumu kwa matashtiti yale. Bwana, hebu liache. Ule bwana yuko serious kabisa yani. Ule bwana kazamiria mabaya. Nimekuja kuambia msiendelee na hicho mnachokifanya, kwa sababu nimekuja hapa kuambia kitu kimoja tu, muende mkamwombe Kidao msamaha na mume wake. Lakini mkikataa kufanya hivyo, siku nyingine siji hivi, nitakuja bila maneno, nitakuja kufanya vitendo tu. Kwa hiyo hili ni onyo langu la mwisho.
Afadhali nimewakuta tena ndugu wawili. Nimekuja kuwapa taarifa kwamba kutokea leo naomba habari za Kidawa ziishie hapa. Kazi yenu siifanyi tena. Nadhani mmenielewa. Habari za kuzuru watu sizitaki tena. Na labda niwaambie kitu kimoja. Endapo mtakuwa wabishi kuendelea na kazi yenu, ninawaahidi nitaungana na Kidawa kuwazuru nyinyi tena. Kibao kitageukia nyinyi tena. Sasa cha kuongeza. Nawatakia siku njema. Jambo Kidawa. Unguni hujasoma shari. Umefuata nini hapa? Nisikilize. Afadhali blaza umekuja. Afadhali. Blaza. Wewe mbwa. Kichokuleta hapa nini? Blaza. Nisikilize vizuri. Wewe kichokuleta hapa nini? Umefuata kifo eh? Hapana. Umekifuata kifo eh? Dakika hizi mbili. Hapo tuseme nao. Dakika mbili tu naomba. Dakika mbili na nao. Sawa. Nimekuja hapa sio kishari kabisa. Nimekuja hapa kwa lengo moja tu. Kuomba radhi ndugu zangu. Nimefanya mengi ya ajabu, nimekosea mengi ya ajabu. Nimekuja hapa uzuri shemeji huko naye huko. Naomba nimsamaha ndugu. Nimekosea, nimeteleza kama mwanadamu. Sikiliza vizuri. Pointi yako ni msamaha. Mimi siwezi kukusamehe wewe leo wala kesho. Umenielewa vizuri? Na kama umekuja hapa kuomba msamaha, mimi sikusamehe. Mke wangu, hebu ingia ndani. Mume wangu. Baba hivi huwezi kuelewa. Naomba msamaha baba. Baba, naomba msamaha. Najuta nilowafanya kama wanadamu. Moyo wangu umeenda umerudi, naona makosa yangu. Hii kalamu Mungu kanipa. Lengo la kutibia watu na kusaidia watu, sio kuzuru. Mengine ni tamaa tu. Kama tusamee basi. Mama tu tumsamee. Unajua kosa lake na amekuja kutuomba msamaha. Wewe. Yaani kama mbinu yako uje kutumaliza tena, umenoa baba. Umenoa. I said that. Umenoa. Nimesema umekwisha. Kama kumaliza, nitamaliza. Kama unahitaji msamaha, nitawazi kukusamehe. Ila kama umekuja na mengine, basi nitakumaliza mimi. Umesikia wewe Degologozi? Umenielewa vizuri? Mimi nimeelewa. Yaani hapa wewe umeingia choo cha vilema. Yaani kama umekuja kinafiki, wamekutuma wale. Mama yangu, mimi na mke wangu tumejifunza kung-fu, taekwondo, wushu na vinginevyo kama mieleka, WWE na ule mchezo mmoja ule wa Kihindi ule, kabadi ule. Tumejifunza vyote hivyo. Yaani ukinengeleka kwetu hapa umekula vyote hivyo kwa mkupuo. Mimi nimekusamehe. Mke wangu, nimekusamehe wewe. Nadhani utakuwa umemuelewa mume wangu. Asante na shukuru kwa kunipokea vizuri na msamaha wangu. Ndio siku njema. Sawa. Asikia. Ule mlango ule kafungwe na kuwa bobwe ule. Ila kabla hapo hujapakua twende ukanipakue mimi. Nini? Kwa vingine sipendi, napenda kula tu. Hebu twende huko. Ingia ndani. Wewe
twende huko. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Umefuata nini hapa? Ya, sisi hapa tumekuja kwa heri kabisa, wala hatujaja kwa shari. Tumekuja kwa heri, kiudugu, kiurafiki, kindugu wa damu kabisa. Sisi ndio tumejia lengo na dhima kufika hapa, mdogo wangu. Tumekuja tumtakeni radhi kwa shemeji. Mna udugu gani? Kichomleta hapa sio udugu, ana udugu wote huyu. Mshenzi maaluni mkubwa huyu. Mwana Isaya alokosa haya. Halafu, mimi si nitaka kuniua nyinyi. Kwa hiyo hapa mmekuja kuomba msamaha wa kinafiki Waambie wasikile. Unawaelewa mume wangu? Mimi sijawaelewa tangu nimeanza kuwajua kama ndugu zako. Sija kuelewa hata siku moja. Wanafiki, wanakung'onga kichogo. Amini ninachokwambia, wallahi nakwambia. Wanakung'onga kichogo wa mke wangu. Kwa shemeji, tafadhali bwana. Sisi lengo dhima ya kufika hapa sio hayo wewe unayoyataka. Kwa shemeji, sisi tunataka heri tu. Tunataka kuwa sawa. Au semaje dada yangu? Tena ishia hapo hapo. Nilikusamini kama dada yangu. Nilikupenda, lakini haukuona thamani yangu. Unataka kuniambia nini leo? Kidawa na Mabwende, hawa wamekuja hapa wanajua kosa lao, lakini wamekuja hapa wanaomba msamaha wenu. Kidawa, wanaomba uwasamehe. Sifanye ujinga huo. Sifanye ujinga huo. Sifanye ujinga wa kumsamehe mtu ambaye ametaka kumuua mke wangu. Kidawa pamoja na Mabwende, hawa wamekuja hapa wanaomba uwasamehe. Kidawa, wasamehe ndugu zako. Kwa hiyo wamekuja hapa kuthibitisha wamefanya vibaya. Kwa hiyo wanaomba msamaha na wanataka uwasamehe. Kidawa, nasikia nani kiongozi? Mimi hapa basi tu. Yaani so wewe. Mke wangu. Si tuwasamehe bwana, unajua mpaka kazungumza kiongozi kwamba tuwasamehe, kwa sababu atusaidia vitu vingi. Unanielewa Huyu katusaidia vitu vingi. Tuwasamehe ama bwana. Kama wamejirudi, tuwasamehe. Unanielewa mke wangu? Na kuaminia nipe tano. Kwa kibisha umerudishia yule bwana. Na yule bwana unakumbuka alikutoa kwenye kifo cha ama bwana. Remember it. Remember. Mimi nimeitwa moyo, nimeitwa na Nimeridhika. Kabisa. Mimi nimeridhika. Sawa basi. Shemeji. Sawa. Mimi nimekuelewa kiongozi. Dada, pamoja na kakaangu, mimi niwasamehe kama binadamu. Napaswa kusamehe. Mimi pia nimemwasamehe kwa shemeji. Bana sasa. Upendo daima. upendo siku zote msingi wa amani. Najua mnataka kunifahamu. Mimi naitwa Abu, malaika mpenda amani. Na mkitaka kujua chimbuko langu, comment tu. Nawapenda. Bye. Wenye wivu pembeni, ukweli tunauweka.
hataki fujo na kelele. Oya kimeumana, Kidawa naye huyo kashika zake siri, mambo yakizidi uzito anamtafuta Dr. Waziri. Bustani Movie na leo tunaicheza, wenye wivu pembeni, ukweli tunauweka, kutoka Grey Kariakoo hadi Longoni. Kazi mpya ya mjini, fika sasa sokoni. Bustani Movie, we nenda kayone. Bustani Movie, iwambie na wone. Ingia pande za pili, unamkuta ni Moche, anajaza mashabiki, anasifika kila kote. Pembeni yukogi, zawadi ya kipekee. Kwenye hii movie mpya hakuna wa kumwambia kajitete. Kisa kimeko, visa vimejaa. Usta kama bado hujacheki, unapitwa na muda. Hisi ya kukitiwa, nenda kajione mwenyewe, ushuhudie sinema kali, mji mzima upepewe. Yoa movie tayari ipo mtaani, msinisimbue. Nenda moja kwa moja Kariakoo, mtaa wa Grey, na kwenye movie library zote nchini. Ukitaka nakala halisi iliyonyooka, fika haraka kwa Amazon King Library, Ulongoni Beat. Director Baraka amemaliza kazi, mzungu kichaka shazima mitambo, nenda kachukue yako sasa. Bustani Movie.